Shida zote hizo nazo ni za kwangu. Sasa ulipokuwa hapa kwenye deki, naam, ilikuwa kwaje ukapatana na ujumbe wetu? Sasa naweza kaamka tu ukashangaa tumelala wote hapa Isaac, nimeamka tu nalia. Tena nalia kwa nguvu. Unaweza kusema Andrew, vipi, una shida gani? Nakwambia kuna kitu nimeota kinaniumiza, kinasema kuna watu wanataka wasaidiwe. Kuna watu wanataka wasaidiwe. Karibuni sana Warning Voice of the Last Days members. Niwakaribisha, leo niko Dar es Salaam. Leo nikiwa nimetembelea mshirika mmoja wetu ambaye ameamini ujumbe wetu. Kwa hivyo ningependa leo tuweze kusikia ushuhuda wake na historia ama safari ya imani. Tunaingia kwake sasa. Karibu tuweze kuingia na Mungu aweze kuwabariki tunaposikiliza ushuhuda huu. Karibuni sana. Haya, tumefika katika chumba cha ndugu yetu. Naam. Ambaye ni wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amina, mtumishi wa Mungu. Karibu sana Tanzania. Asante. Feel like uko nyumbani kabisa. Asante sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu, nimefurahi kukuona. Naam. Karibu sana Bwana Isaac. Kwa muda hatujaonana tangu kwa na mkutano. Ilikuwa mwaka gani? Mwaka juzi. Mwaka juzi. Yes. Kumbe si mbali. Sio mbali sana. Life inakupeleka aje? Namshukuru Mungu. Mungu ni mwema. Mama Samia. Tuko nayo, tunapambana nayo. Karibu sana. Asante. Huyu ndiye ambaye tutaweza kusikia kisa chake katika kuijua ama kuelewa safari ya imani. Maana katika sehemu ya Ukristo ni vizuri watu kuhadithia mahali wametoka na vile ambavyo Mungu ametembea na wao. Ndio unaona nikaamua kuweka kipindi hiki cha safari ya imani. Sasa ndugu, karibu uweze kuwasalimia wapenzi wasikilizaji, pia ukawaambia majina yao. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu ambao wanatufuatilia kokote mlipo. Kwa majina naitwa Andrew Elias Mkini, lakini maarufu naitwa kama Skadi. Wengi wao wananiita DJ Skadi. DJ Skadi. Maarufu kazi yangu kwa nafanya hiyo DJ. Tutafika hapo. Okay. Asante. Nashukuru. Basi kabla tujaendelea, ningependa tuweze kuomba. Okay. Alafu tuingie kwa ushuhuda wetu. Amina. Tuwafungulie kwa ombi. Haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uketi mahali pa juu, Baba muweza ya kila kitu, tunasema asante kwa masaa ya jioni. Baba, umeleta mtumishi wa Mungu nyumbani hapa, ameingia, ametia mguu wake mahali hapa, imekuwa baraka Bwana. Baba, tunakwenda kuzungumza mawili matatu kuhusiana na story ya maisha yangu mpaka kupata wokovu ambao Bwana umenionyesha. Baba, maneno yetu yakatawaliwe na Roho yako, akaingia ndani mwetu. Baba, ukawa hata ushuhuda hata yule anatufuatilia na kututazama Bwana, akapate kitu Bwana. Hata yule alisema ameshindwa, hawezi kufanya lolote, lakini upo wewe ambao unaweza. Ulisema mwanadamu ni nani anayefikiria na kuishindwa, lakini wewe Bwana unaweza. Baba, tazama Bwana, tunajikabidhi mimi na ndugu yangu Isaac mikononi mwako, ukatuongoze kwa kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amina. Barikiwa. Basi wapenzi, kama mlivyosikia jina maarufu DJ Skadi. Yes, DJ Skadi. Naam, tutakuja kwa hilo jina, lakini kabla tufike hapo. Naam. Nyumbani aswa ni wapi kabisa? Nyumbani mama ni Mkenya. Naam. Lakini baba yangu ni Mtanzania Mchaga. Kwa hiyo wewe ni mtu wa kwetu. Mimi ni mtu wa kwenu Ukambani huko. Na pia ni mtu wa huko. Kwa hiyo nimekaa kule, nimekaa huku. Kwa hiyo nyumbani ni mbili. Nyumbani ni mbili. Okay, asante. Sasa mmelelewa wapi? Mimi nimezaliwa Tanzania. Nilipofika miaka 2-3 nikapelekwa Kenya. Kwa hiyo nimesoma Kenya kuanzia darasa la kwanza, la pili, la tatu mpaka la 5. Nikarudi tena Tanzania. Nikaendelea la 6, lakini ndio nikaishia hapo. Sikumaliza hata la 7. Nini kilikufanya ukaishia darasa la 6 ama la 7 huko Tanzania? Ni matatizo ambayo yalikuwa kifamilia wazazi wangu. Nilivyozaliwa babangu na mamangu akagombanaga. Kwa hiyo wakawa wametengana, wamepeana space. Mama akarudi nyumbani Kenya, baba akabaki Tanzania. Kwa hiyo nikaa kule na mama akawa miaka 4. Baadaye mama tukamia Tanzania.
Okay. Akajenga nyumba yake hapa, tukawa tunakaa Tanzania. Lakini wakati tunakaa Tanzania, kumbuka Sky na baba nakaa na mama tu. Kwa tumepanga chumba kimoja. Tulikuwa mimi na mdogo wangu. Kwa hiyo mama alikuwa ni mfanyabiashara wa madini kwa unajua madini nayo na mambo fulani ya kishirikina. Wanachimba dhahabu. Yeah, wanachimba dhahabu. So mama akapoteleaga huko kama miaka 3. Akatuachaga nyumbani kama miaka 3. Sina kazi, ni mtoto mdogo, nilikuwa na umri karibia miaka kama 13 hivi. Na mdogo wangu ndo ananifuata na ananiangalia mimi. Na wote tulikuwa tunamtegemea mama. Kwa hiyo nikajikuta siwe na uwezo kwenda kulipa school fees. Na hata kununua vitabu. Hata kununua vitabu siwezi. Kula kwangu kwanza ni shida. Na namshukuru Mungu kwa kweli, hicho kipindi nacho kilinifundisha maisha. Ndio mpaka leo niko hapa. Kwa hivyo vile ambavyo mama alipotea, umebaki na mwenzako mdogo. Yes. Nini ulikifanya kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba mtoto ama ndugu yako mdogo anakula na wewe pia unaishi? Huku kwetu huku Tanzania tuna sehemu wanaoneshaga, unakuta chumba wanaoneshaga sinema hizi TV. Kwa hiyo nilikuwa nanunua karanga zile njugu, nazifunga hapa, nachukua hivi naenda kwenye vile vibanda nauza. Pesa ndio wakapata, ndio tunakuja tunanunua chakula tunapika, tunakula. Ndio maana hata leo umeona nimekuja nimekupikia, umefurahi chakula kizuri. Kwa hiyo nimejifunza kupika tokea zamani. Maisha niliyopitia ndio yalinifundisha vitu vingi sana. Lakini ulikuwa na miaka ngapi ukifunga njugu kwenye shingo? Ndio ilikuwa na miaka 12, 13. Bado mdogo sana. Sasa kwa sababu nilikuwa sina mtu ambaye mwingine anaweza kutuletea. Ndugu nilikuwa nao, lakini ndugu wengi kumbuka nimewacha Kenya. Na wale ambao kwetu sisi tumezaliwa 4. Wale wengine 2 wakubwa wale wakawa kwa upande wa baba. Wakawa sisi huku tunajua wadogo, na magomvi yalitokea, wazazi mambo yalikuwa makubwa, walikuwa hata hawezi kuja kutusalimia. Kwa hiyo tukawa tunapigitia situation for miaka 3, 3 years. Hiyo experience ilikuwa aje? Kwa kweli demi experience ilikuwa nzito sana, lakini ilinifundisha vitu vingi sana. Kumheshimu kila mtu, kujua umuhimu wa maisha. Kwa sababu nashukuru Mungu, yule mama tulikuwa tunakaa kwenye nyumba yake alisema tu nyimbo hapa msiondoke. Ni kama Mungu tu alisema hii chumba msiondoke, laleni mpaka mama yenu atakaporudi. Kwa sababu tulikuwa hata ile hela pango tulikuwa tuwezi kumpa. Kwa hivyo ilikuwa ni nyumba ya kurentisha. Ni kurentisha. Kwa hiyo tulikuwa tumerent chumba kimoja. 1 room tunalala mimi, mama na yule mdogo wangu. Mama analala kitandani, mimi nalala chini. Mungu alikuwa nanyi. Kabisa. Maana kama ingekuwa sehemu zingine mngetolewa. Kabisa. Sasa yeye akasema mama alikuwa na roho nzuri, na yani mpaka leo yani nimemweka hapa mbona simsahau yule mama. Alisemaga tu, nakumbuka gale neno aliniambia kwamba nyie kaeni hapa mpaka mama yenu ataporudi. Na huyo mama yuko hai? Huyo mama aliniambia hivyo tukae kwenye nyumba. Mwenye nyumba. Yuko hai mpaka leo, na nikiendaga kumsalimia mama nyumbani, kwa sababu mama naye alijengaga karibu yake. Akapataga hela zake, alirudi akapata hela akajenga karibu yake. Kwa hiyo nikienda kumsalimia mama lazima nipite na pale niwasalimie. Kwa hivyo huyo ni kama mama wako wa pili? Mama yangu kabisa wa pili, amenilea. Nimekula sana wali na marage. Alikuwa anapika wali na marage. Anatoa pale, ni Muislamu lakini anatoa nje pale. Alinifundisha kitu kimoja kizuri sana. Ile roho yake alikuwa anatoa nje pale, tuna watoto wake tunakaa tunakula kwa pamoja. Ilikuwa natutengenezaga kutrust, kupendana, kwa sababu tunakula kwenye 1 plate. So kila mtu na plate yake, 1 plate kubwa mnaiko chakula pale mnakula. Asante. Sasa mama alirudi baada ya miaka 3. Yes, alirudi baada ya miaka 3. Ni nini aliweza kuambia kilichomfanya akapotea muda huo wote? Shida ilikuwa ni nini? Sasa mama yangu mimi bwana, zamani wakati alikuwa na hela sana, ukiwa anachimba alikuwa na madini, ana hela. Afu madini ana mambo sana ya kishirikina, uganga. Kwa hiyo mama yangu alikuwa anachimba mambo, wakati huo watu nao wanafanya mambo. Mimi sikuwa sijuage mambo na nilikuwa siaminigi. Kwa hiyo wakati anachimba alikuwa akija nyumbani, kila ikifika Jumapili alikuwa amenunua mredio fulani wa kaseti na speaker huku na huku, unaigiza tape 2 huku na huku. Kwa hiyo kila ikifika Jumapili tunaweka tape pale nje tunasikiliza. Kuna ile nyimbo alikuwa anaipendaga, naikumbuka mpaka leo iko kichwani kwangu, alikuwa anaimba Yesu nipeleke kule kwa baba la 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 la. Ile nyimbo nilikuwa naipendaga, ile inaitwa Nuru, nilikuwa naipendaga sana. Kwa hiyo alikuwa tunapiga sana. Kumbe kuna mama upande wa pili alikuwa anakasirikaga. Anasema tunampigia makelele. Na huyo mama alikuwa ni mganga, anapenda sana masuala ya kishirikina. Kwa hiyo akamtengenezaga mama yangu akisafiri asirudi tena. Kwa hiyo mama alikuwaga mnene sana, alikuwaga na hela nyingi sana, sometimes ananipa hela na hesabu mpaka nalala nashindwa kuhesabu hela zilikuwa zinajaja kwenye box. Kwa hiyo akajaga akamtengenezaga mamangu. Mamangu akapoteleaga huko miaka 3, 3 years. So alirudigi mdogo sana, mwembamba. Yaani kwanza mimi nilivyomuona nikalia, nikisema sio mamangu. Mamangu hakuwa yuko hivi. Kwa hiyo lakini
namshukuru Mungu. Pia ile nayo ilikuwa ni funzo kwake. Kwa sababu pia mamangu alikuwa ni mtu ambaye anatumia pombe. Kwa hiyo pia ile nayo ikawa funzo kwake, alivyorudi akaokokaga hapo hapo. Kwa hivyo alifikiria ya kwamba akitumia ushirikina itaweza kumlinda na dhidi ya hiyo biashara yake. Lakini kumbe pia kuna husuda ikaingia ndani. Lakini mamangu hakuwa atumii ushirikina. Yeye alilogwa, alitengenezwa. Yes, alilogwa, alitengenezwa kwamba asirudi akiwa kule. Asirudi kutuona watoto wake. Yes, ndo anasema kwamba huyu bwana anajifanya na hela, anapiga muziki kila Jumapili. Unajua nyumba yetu sisi tulikuwa tumezungukwa na Waislamu wengi sana. Kwa hiyo wakamtengeneza asirudi sisi kutuona watoto wake for 3 years. Kwa hiyo alivyorudi hivyo alikuwa ni mwembamba sana. Na baada hapo ndo uokovu, safari yake uokovu ulipoanza. Na baba alikuwa Mkristo ama Muislamu? Baba Mkristo. Lakini ni mtu ambaye alikuwa ametengana kabisa na mama, walikuwa hataki hata kuonana kabisa. Baba alikuwa amejenga kwake na mama naye kabarikiwa kajenga kwake. Sasa aliporudi akawa serious na maisha ya imani. Kwa sababu kwanza alivyorudi alikuwa amechanganyikiwa. Alikuwa kwanza, mimi nilikuwa nitambui, hajui kama ni mtoto wangu. Mimi nilikuwa nalia tu, namwangalia mama nalia tu. Na nikaa nalia, namsisitiza kaa chini mama atulia. Kwa sababu ilibidi sasa nikaanza baadaye kupata fahamu, namuuliza nini shida, akaniambia mwanangu huwezi amini. Nilikuwa kila siku naenda kukata tiketi ya gari ya basi. Ikifika asubuhi nalala hoteli, ikifika asubuhi basi imeniacha. Mimi nimelala naamka after basi kuondoka labda 1 hour. Ndio ilikuwa hivyo. Kila siku endao kwa Mungu. Anakata tiketi, ikifika kulala analala, anajisahau, inapita. Ndio ilikuwa hivyo maisha yake. Kila siku anakata tiketi, kila siku anakata tiketi. Ikifika muda anapotea. Gari inaondoka na muacha. Sasa aliporudi maisha ilikuwa kwaje? Alikuja akafanya kwa biashara na aliwapata nyumuko katika hali gani? Kikweli namshukuru Mungu. Aliporudi alikuta sisi tuko kwenye maisha ambayo si mabaya sana. Na wala sio mazuri, kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kufanya biashara. Nishaanza kuuza karanga. Na nilikuwa namshukuru Mungu, karanga zilikuwa zinauzika sana na nilikuwa napata pesa. Na naleta kidogo nyumbani na mdogo wangu alikuwa anakula, tunatengeneza ugali nakula. Muda mwingine tulikuwa tunakosa mboga. Nilikuwa naanguaga mapapai yale yanaanza kuiva yale. Unamenya yale vizuri, unakatakata, unaponda ponda, unakoroga, yanakuwa mboga nzuri, unaweka nyanya, unaweka ugali, unakula. Nimepitia sana maisha, nimekula sana mapapai. Asante. Sasa na baba, hii muda wote nyinyi mnahangaika, baba hana habari ama kulikuwaje? Hana habari kwa sababu mimi nilivyozaliwa baba alimwambia mama huyu sio mtoto wake. Yaani alinikataga mimi. Akasema huyu sio mtoto wangu, naomba tuachane. Wewe huyu sio mtoto wangu, umeenda kuzaa sisi na mwanamume mwingine. Unajua masuala ya wazazi huko. Kwa hiyo mimi sikutaka kufuatiliaga sana. Kwa hiyo mimi sikuwahi kupata mapenzi ya babangu kabisa. Yaani kwa hiyo kama ametutenga. Alivyotutenga mimi sasa nilivyoanza kukua ndo mama naye, kwa sababu alikuwa amepata mume mwingine, akazaliwa yule mdogo wangu wa mwisho ambaye nakwambia niliacha naye. Kwa hiyo yule baba yake naye alifarikigi, kwa hiyo tukawa tumebaki tu pale. Kwa hiyo baba yeye hakujali chochote. Lakini nashukuru Mungu, kabla babangu kufariki nilishaongea naye na tukakaa chini. Tukaongea naye, nilimfuata nikamwambia, bwana, baba aliyopita amepita, mimi ni mtoto wako, ni damu yako, tukae chini tuongee. Na aliona pale ambapo naweza kumsaidia hata shinge, ndo akaanza sasa kujenga urafiki. Asante. Sasa umesema unaitwa DJ Skadi. Naitwa DJ Skadi. Ilikuwa kuwaje ukawa DJ? Wakati nilikwambia nauza karanga, nilikuwa naenda kwenye mabanda ya sinema nauza karanga. Sasa nikawa zile karanga zikaanza zinatoka sana. Nikasema nikapata msingi umekuwa. Yaani biashara yangu msingi wake umekuwa. Nikasema kwa sababu biashara imekuwa, acha nitengeneze kimeza, niende nitengeneze karanga, nisiende tena kwenye vibanda, niende pale stand ya daladala. Si unajua pale watu ni wengi wanashuka nini madaladala. Nikatengeneza kimeza nikaeka pale, nikanatengeneza karanga zangu, naenda nazipanga naziweka pale. Kwa hiyo nikawa nauza karanga zile sana. Nimeuza karanga. Sasa wakati niko pale, gari ikija, sasa gari sinakimbia. Inabidi nichukue karanga zangu niweke hapa, nikimbize ile gari nidandie, nitoe karanga niwauzie ndani. Yaani lazima uwe sharp, biashara iende. Na uwahi kushuka. Usiende na gari. Sasa nikiwa naenda vile, jamaa mmoja akaniambia, wewe mbona kama kijana wewe unajua sana kazi ya ukonda? Akaniambia hivyo, kwa nini usiache hiyo biashara, mimi nikakupa gari yangu ufanye kazi ya ukonda? Wewe kondakta wangu. Hapa da. Hapa da.
Nikamwambia naweza bro, nikaacha unaona mambo yanavyoenda. Nikaacha biashara karanga, nikaingia kwenye ukonda. Sasa nilipoingia kwenye ukonda, nikapiga ukonda Tabata Mawenzi Tabata Mawenzi Mwenge Tabata Mawenzi Mwenge Tabata Mawenzi Mwenge Tabata Mawenzi. Nikamaliza. Jamaa akaniambia bwana bosi, kwa sababu nikiingia mule na chekesha abiria, tunacheka. Yaani amependa kazi yangu. Akaniambia sasa tunataka tuende mkoani. Kuna sehemu inaitwa Mtwara huko. Akaambia inabidi tuende Mtwara huko. Nimepata basi kubwa, inabidi tuende Mtwara. Nikamwambia sawa. Na kadri tunavyozidi kwenda kipato tena kinaongezeka. Kwa hiyo nikaenda Mtwara. Kwenda Mtwara, tukawa tunarudi tunaenda Mtwara. Sasa Mtwara kule kuna watu walikuwa wananuaga magunia makubwa ya mkaa. Yakawa nanunua magunia mkubwa ya mkaa na apakilia sometime kwenye gari langu, mimi si ndo conductor. Na apakilia wakifika huku Dar mjini wananipatia pesa. Sasa nilipoenda ile biashara nilipochoka nikasema kwa nini sifanye biashara mkaa? Kwa sababu naona watu wanatoa magunia kule wanaleta Dar, wanauza bei nzuri tunapata hela. Na mimi kule na watu nishajuana nao. Nikawa nachukua mkaa na kuja kuuza mwenyewe. Nakuja hapa kuuza Dar. Dar nauza magunia, nachukua magunia mengi, naweza kuchukua magunia kama 70, 50. Nikija na mwaga chini pale nauza kwenye kopo, mwingine anauza jumla, reja na jumla. Sasa pale nilipokuwa nauza unaona maisha yanavyo connect. Pale nilipokuwa nauza mkaa, kuna jamaa alikuwa na muziki pembeni. Alikuwa anatoa maspika anaweka, alikuwa anakodishaga muziki. Kwa hiyo anatoa maspika yake anaweka pale. Anayaosha vizuri, anafuta, anawasha muziki pale, anatesti, anaongea jamani wanataka muziki kukodisha, waje hapa. Sasa mimi nimekaa huko nauza mkaa. Nikaa napenda kile kitu anachokifanya. Nasikiliza muziki anavyopiga, sometimes naenda kumsaidia kubeba ile maspika kutoa nje, kuyaosha, kuyasafisha. Na unauza makaa yako. Na nauza makaa yangu. Kwa hiyo taratibu naingia kwenye kitu kingine, natoka kwenye mkaa naingia kwenye kitu kingine. Sometimes akienda kupiga madisco huko na mimi napanda kwenye lega lake, nafunga biashara yangu mkaa naenda huko kwenye madisco. Imeenda hivyo, mwisho wa siku nikasema bwana hii kama biashara imeshaingia kwenye damu yangu ya muziki. Acha niingie huko. Nikaua msingi wa mkaa, nikaingia kwenye muziki. Na uliua msingi wa karanga ukaingia kwenye conductor. Nikaua msingi wa conductor, nikaingia kwenye makaa. Tena umeua huo makaa, nikaingia kwenye muziki. Nilipoingia kwenye muziki, naam. Hapo sasa ndio story yangu ya maisha ya muziki ilipoanza. Sijaanza kufundishwa, nilianza kubeba kwanza vyombo vya muziki, speaker, mashine, vitu kama hivyo. Mtu unakuta unambebea mtu anaenda anafunga kule anapiga. Nibeba vile vitu almost 3 years or 4 years nabeba vile vitu. Baadaye nikaanza kujifunza taratibu na kipindi kile tulikuwa tunatumiaga tape. So CD wala kama siku hizi muziki imebadilika unatumia tu hizi manual automatic nyingi hizi. Kipindi kile unatumia tape, ukimaliza tape unaingiza pen ile unazungusha wewe unairudisha nyuma. Umeona sasa? Nikatoka step pale, nikaanza tena kujifunza, nikakutana na jamaa mmoja anaitwaga PQ, akaanza kunifundisha taratibu. Namshukuru Mungu mpaka leo nimekuwa DJ mkubwa Tanzania. Ukiongelea DJ Skadi, Tanzania nzima inaelewa DJ Skadi ni nani. DJ Skadi huyu. Yes. Nafikiri kwa wale ambao wanatufuatilia kutoka Tanzania, wanaweza kumfahamu. Naam. Ni DJ mkubwa sana huko Tanzania. Naam. Na pia ni mwana matengelezo kabisa. Sasa labda tuwaprovie ya kwamba ulikuwa DJ na yale ambayo umesema ilikuwa ni ya kweli. Ni kweli kabisa. Nimeona hapa kuna vyombo. Yes, kuna vyombo vyangu. Kwanza tukuonyeshe mpenzi msikilizaji tunaposimulia, na usikuwe mwepesi wa kujaji. Tunakuja taratibu polepole kwa ushuhuda wa ndugu yetu DJ Skadi. Sasa acha nikupeleke mara moja kwa vifaa vyake aweze kutupatia sample tu kidogo. Alafu ndio baadaye turudi tuweze kuendelea na historia. Amina. Yetu. Barikiwa mtumishi wa Mungu. Hapa tuko kwa DJ Skadi. Angalia na bango lake hapa limeandikwa DJ Skadi. Bango langu. DJ Skadi ndio hii bango lake. Hapa ndio hizi mnaitanga nini hizi? Ziko hapa. Hizi inaitwa deki. Hizi ndio deki. Paonea. Hizi ndio unafanyanga chiku. Chiku. Hizi ni paonea deki hizi. Sawa. Acha tuone DJ Skadi mwenyewe on the beat. Inasemwanga hivyo ama? Skadi on the beat. Sasa kidogo niweke hizi monitor. Sasa hii ndio inakuanga mixer M. Hii ndio mixer yetu. Hii ndio kama ubongo wenyewe sasa. Mixer alafu iko na hiyo deki.
Hii deck ya 1, deck 2. Deck 1, deck 2. Lazima uwe na left and right. Lakini hii ni toleo la nyuma, ili toleo la mbele. Okay. Oh, iko na sehemu ya kuingiza CD. Yeah. Sasa hivi umerahisisha sana, nasema kuingiza CD, nasema kuingiza flash. Depende wewe unataka kutumia kitu gani. Lakini zote zina work. DJ Scott right now. Yeah. Ladies and gentlemen, check it out. Time to get in the mix. It's DJ Scatty, the Scratch Basi nafikiri kwa sawa. Kwa kweli ulikuwa DJ. Basi kwa kweli Mungu anatoa watu mbali. Sasa hapa kwa udj. Nafikiri umehamia hapa kwa udj. Na yeye ndio alinifanya maisha yangu kusimama mpaka hapa. Mungu akanijalia. Nikapata na kagari yako kadogo kwa kutembelea hapa mjini. Lakini namshukuru Mungu kwa kweli. Hii ndio maisha yangu yote hapa. Kile ambacho kimefanya niweze kukuonyesha pia hiki na hatua ya ndugu wetu ni ya kwamba Mungu anatoa watu mbali ama anatuchukua hatua kwa hatua. Kwa hivyo mpenzi unayetufuatilia na kijana mwenzetu unayetufuatilia pale, kile unachokifanya ambacho Mungu ameruhusu kifanye kipindi hicho, kifanye kwa uaminifu na pia ujue ya kwamba Mungu anakuongoza. Kabisa. Maana leo kuna vijana ambao hawana vision, hawana bidii. Lakini ningependa kuwaambia ama tujifundishe kutoka kwa huyu ndugu. Tangu mama yake aondoke, tunaona ni kijana ambaye alikuwa na bidii. Alikuwa pia na mtu mwenye vision. Maono. Yes. Kama sio maono, hangefika hapa kama alivyo. Kuna wengine wanaweza sema, hiyo DJ, hiyo ni vitu za baba, mbona unatuonyesha? Tulia kwanza. Mungu anatumia watu kulingana na kile ambacho wako nacho kipindi kile. Na pia anaruhusu watu wapitie hiyo mapito. Ndio naona kwenye Biblia anamuita huyu mfalme wa nani huyu? Tukisoma Isaya 40 ngapi? Mfalme wa Media anasema mtumishi wangu. Na ni mtu ambaye hajakuwa anointed lakini anasema ni mtumishi wangu. Kabisa. Anamuita huyo mfalme wa Media ni mtumishi wangu. Kwa hivyo tusiwe wepesi wa kujaji. Sasa ulipokuwa hapa kwenye deki, ilikuwa kuaje ukapatana na ujumbe wetu? Na ilikuwa kuaje ukapata ujumbe na ukaweza kuupenda? Ndiposa ukaweza kuamini ujumbe wetu. Kuliendaje? Kama nilivyokuambia, ile kipindi mamangu alipopotea, nilikuwa napitia vitu vingi sana. Vingi sijaongea kwenye pale tulikuwa tunaojiana, lakini nipitia mambo mengi sana. Nikaja nikaingia mpaka kuwa mtu wa Jumapili. Nikawa mtu wa Jumapili. Tulikuwa na kanisa moja, tulikuwa na sali la mama moja anaitwa Mama Rokatale. Mchungaji Rokatale mama. Funguka tu yote hapo kwa Jumapili hapo. Alishafariki huyo mama. Ulipoingia hapo kwa Jumapili ulikuwa unauza mkaa ama ulikuwa konda? Nilikuwa konda, kipindi cha konda. Ukapatana na hiyo imani. Hiyo imani ya Jumapili kaingiaga. Kukaenda. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni sehemu ya Mungu kunitengeneza kuja hapa nilipo leo. Kuna vitu kwa nimepitia, lakini nilikaa pale nikajifunza mafunzo mengi, nikaa mpaka mfanyakazi wa ile kanisa. Na baadaye tena hapo ndio nilivotoka pale nikaja kuingia sasa kwenye DJ rasmi. Nikachanaga kwenda kule. Nini ilifanya ukaacha kule?
Ni udj tu, nilihamishwaga mkoa, nikatoka hapa nilipo Dar. Kwa nikapelekwaga huko kijijini kufanya kazi ya udj. Okay. Kuna watu walifunguaga club moja kubwa zamani, ilikuwa inaitwa Maisha Club. Maisha Club. Ilikuwa inaitwa Maisha Club hiyo sema. Kwa hivyo ukaacha mambo ya kanisa? Nikaacha mambo ya kanisa nikaenda huko. Kwa sababu jamaa wale nitia pesa nyingi nikaendaga huko. Sasa nilipofika huko ndio mambo yakawa taratibu, lakini nilivorudi kuna msukumo ulikuwaga ndani mwangu wa kuhusu imani ya Mungu na nini. Mimi uwaga hata namwambiaga mama mtoto wangu niliozaa naye, uwaga mimi sometimes naweza nikamka tu usiku kanikuta nalia from nowhere. Nikikwambia nalia nini ndo nashangaa tu, moyo unaniuma. Yani kama Mungu ananiambia kuna watu wanataka wasaidiwe, kuna watu wanataka wasaidiwe. Yani mimi naweza, hiyo kitu huwa inanitokea sana. Sema tu huu mwaka naona hajanitokea, lakini huwa inanitokeaga sana. Naweza kaamka tu kashangaa tumelala wote hapa Isaac, nimeamka tu nalia. Tena nalia kwa nguvu. Unaweza kusema yeye vipi, una shida gani? Nakwambia kuna kitu nimeota kinaniumiza, kinasema kuna watu wanataka wasaidiwe, kuna watu wanataka wasaidiwe. Namwambiaga Mungu, nionyeshe ni nini ambacho unataka kunifanyia, au ni nini unataka mimi nitumike. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ilinisukuma pia. Nikaja kukutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Skiti, alikuwa Msabato. Akana nihubiriaga kuhusu masuala ya Sabato, lakini sikuaminigi. Baadaye tena nikaja kukutana na Ndacha. Ndio safari yangu ilipoanza sasa. Nikakutana na Ndacha, nasikiza mahubiri, nikasema jamaa mpaka kana kitu ambacho naona ni kina haki na kinafanya kazi vizuri. Hebu niendelee kusikiliza. Nikaendelea kusikiliza. Baadaye nikachukua namba yake, nikampigia. Akaniambia bwana uko wapi? Nikamwambia mimi niko Tanzania. Akaniambia basi nitakukutanisha hapo na jamaa mmoja anaitwa Jafari Masawe. Uongee naye. Nikakutana kweli na Jafari Masawe na safari yetu ndipoanza mpaka leo niko na Jafari Masawe, namshukuru sana. Amenisimamisha na amenijenga sana kwenye haya mambo kuhusu imani. Asante. Nashukuru. Vile vile naam. Kwa hii kazi kuna mapito mengi. Yes. Napo kuangalia naona pia uko na tattoo. Yeah, na matatu hayo umeona michoro matatu mengi sana. Sijui tunaweza onyesha wasikilizaji ama vipi? Haya matatu. Naweza nikazoom tu. Zoom tu au sogeza kamera waone. Mzione hizi. Hiyo liweka kwa sababu gani, ninasomekaje pale? Hapa niliandika my life is my message. My life is my life is my message. Yani maisha yangu ni ujumbe kwa watu wengine. Kwa wengine. Wakiangalia nilipopitia kama nilivyoongea. Hapa nilicholaga tu Bible, nilikuwa napenda Bible. Hapa nilicholaga tu msalaba, nikafu hapa nikaandika always mothers. Bwana siku zote napenda wamama. Always mothers. Hapa huu ni msalaba, nilichola msalaba. Hii nilichola ile nyumba ya Bible. Ni hizo tu. Sasa hizi msalaba hii ulichora ukiwa na lengo gani? Nilikuwa napenda, siku sababu nilikuwa na mtu wa dini wa Jumapili. Kwa hiyo nikajikuta tu nimejicholea tu msalaba. Napenda tu msalaba kama wale wengine wanavaga msalaba, alama msalaba. Mimi nikasema kwa nini sichole msalaba? Kwa naweza sema ni ujana. Ni ujana wangu niliopitia. Ni kweli. Yes. Maana kuna wengi wanaochorwa hizi inakuwa ni kama dini fulani hivi ya kishirikina. Okay. Lakini yako tunaona ni ya ujanani. Ya ujanani Na ukitaka kuwa DJ, ukitaka kuwa kama maarufu lazima una swaga fulani, mtu akikuona aseme huyu msanii, muonekano fulani. Lazima vile unavaa. Yes. Vile muonekano pia. Mimi nilikuwa navaa manguo yamechanika, majinsi yamechanika ma nini. Utanitumia hiyo picha pia. Nitakutumia nazo nyingi pale, nitakuonesha, nitakutumia. Kwanza afu nilikuwa na marasta. Ulikuwa na marasta? Nilikuwa na marasta makubwa sana. Nitakuonesha tu na video na picha nyingi tu za marasta. Sasa saa hii wale nikakata baadaye kupata imani, baada ya kusoma Biblia kweli na kufahamu ukweli, nikaona haimpendezi mwanaume kuwa na nywele ndefu. Na kunyoa ndefu, nikakata. Mungu amekutoa mbali. Amina. Mtu amekutoa mbali sana. Amina, mtumishi wa Mungu. Mungu ako na uwezo wa kutoa mtu mahali popote alipo. Naam. Iwe hata kwa kichaka ya wapi, Mungu anakutoa tu. Kabisa. Kwa hivyo wale ambao wanahubiri, wahubiri wenzangu, hubirini kazi ya Mungu. Usiangalie ni nani anakuangalia pale. Bali wewe uhubiri kwa kile ambacho Mungu amekupatia ufanye. Hiyo sauti yako itakuja kuokoa mtu kule. Huyo angejua ukweli kama Mwalimu Ndacha angesimama na kuhubiri. Kabisa. Na kama angesikiliza mahubiri yakifanyika. Kwa hivyo ndio watu tunasaambia watu ya kwamba supportini kazi ya Mungu maadamu tungali na nafasi. Na maadamu tungali hai. Maana sauti hii inafaa ifikie wengi. Hata ushuhuda huu nafikiri utajenga wengi. Maana tungali hai, tufanye kazi ya Mungu kwa ajili ya kutiana moyo. Mungu anahitaji kututumia. Sasa ndugu Skadi. Naam. Sasa hivi mtu akikuangalia anaona ni kijana mzuri, lakini hapo nyuma kama tungekuwa tumesimama na wewe alafu tuanze kwenda live, watu wangesema umeleta
mtu mgani wewe? Sura ingekuwa inaonekana maana imefunikwa na madread. Kwa sababu hata juzi tulipokuwa kwenye makambi, kuna dada mmoja alinifuata baada ya kuona hizo tattoo. Akaambia, mtumishi, samahani, naomba kuongea nawe. Nikamwambia haina shida. Akaambia, samahani, usinifikirie vibaya. Nikamwambia, kwa nini? Siwezi kufikiria vibaya. Akaambia, nimekuona na matatua. Nikasema, sasa wewe ni jambazi au ulikuwa unafanya kazi gani? Unaona? Nikamwambia, hapana, mimi ni mtu tu mwema na ni mtu tu ambaye nimepitia ujana wangu. Nafikiri hata nayo na past yako ambao umepitia. Hii ni past yangu ambayo nimepitia. Nilikuwa Kristo anasema enzi za ujinga wangu. Kwa hiyo sasa nimeshajanjaruka. Kwa hiyo siwezi kufanya vitu vingine kama hivyo, lakini mimi ni mtu mwema tu kama watu wengine. Kabisa. Kwa hiyo lakini alivyoniona akastuka, akasema, kwanza limwili lako limejaajaa hivi, nikafikiri ni mtu ambaye anaweza kanikaba kanipiga. Ngambia, dada, usiwe na wasiwasi, ni mtu mwema tu. Kwa Kristo. Tangu amini sasa hiyo ujumbe na hizo matatu, ni changamoto gani zingine umewahi patana nazo? Kwa kweli changamoto ambayo nimeipata ni shetani kunionyesha kwamba huku nilipokuja si sahihi. Lakini kule nilipokuwa mwanzo ni sahihi. Kwa sababu kule nilipokuwa mwanzo mimi nafanya kazi sana, napata pesa. Lakini nilipokuja huku sasa, nilivyoachana na yale masuala mengi sana, kwa sababu nimeyapunguza. Siwezi kusema nimeachana nayo yote. Kuna vitu vinaenda taratibu mpaka na udije uko na pesa. Na udije uko na pesa. Kwa hiyo sasa hiyo pesa yote akaamua kuacha. Kwa hiyo ni taratibu. Hicho ndo shetani anachoonyesha kwamba kule huku ulipokuja huku hakuna chochote, kule ulipotoka ndo kwenyewe. Unaona hata sasa hivi pesa zimepungua na vitu kama hivyo, unaona. Kwa hiyo nipo kwenye process ya kutengeneza. Mungu ananitengeneza taratibu, na naamini nitakuja kupata biashara yangu nyingine nzuri ambayo itakuwa nzuri kwa Mungu, na nitapata pesa, kwa sababu anasema mali na kila kitu ni cha kwake. Kabisa. Kila kitu kilichokuwa duniani na mbinguni ni cha kwake. Kwa hiyo hata hizo pesa ambazo wanazipata kwa njia tofauti, hizo pia ni za Mungu. Naam. Na zitarudi tu na Mungu atatukabidhi. Sasa Mungu aliyekutoa kule na aliyekuita aweze akakuacha ukaangamia. Kabisa. Na aweze akakuacha ukaweza kuhangaika. Kabisa. Mungu atafungua njia. Ako na kusudi kwa nini akakutoa pale. Na kama ulivyosimulia, kuna kusudi kubwa katika moyo wako. Yes. Na Mungu atafanya kazi kubwa kupitia kwako. Kabisa. Kwa hivyo mimi ningependa kukushauri tu, hatua ambayo ulianza, usianze hatua ulioanza kuenda mbele, usianze kurudi nyuma. Amina. Wewe endelea mbele. Amina. Na Mungu atajitukuza. Amina. Kama ulivyopiga hatua ukatoa madread na ukajielewa. Hii mambo mengine hii ni vitu Mungu anabadilisha tu mtu polepole hizi. Kabisa. Hizi hata kama unasema umepunguza, kuna wakati itafika hata haitakuwa kwa akili yako. Kabisa, itatoka. Ukisikia unaona ni kama una vitu zingine tofauti. Sasa Mungu anafanya kazi kwa utaratibu wake. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo mahali ambapo umefikia, sisi hatuwezi tukakupimia tena. Amina. Ama kukuwekea mipaka tuseme fanya hiki, fanya hapana. Bali sasa mahali ambapo umefikia, wacha Mungu aliyekutoa kule aendelee kukamilisha kazi yake. Basi Mungu akubariki sana. Sijui uko na lipi la kusema lingine? La kusema tu ni kwamba tuendelee kuombeana. Naam. Na mimi moyoni mwangu nimemtumikia shetani kwa muda mrefu. Almost miaka 20 niko kwenye kazi ya DJ. Unajua DJ ni kutumbuiza watu. Wewe ni mtu wa shetani. Wewe wa shetani. Yaani ni kwaya ya shetani. Kwaya ya shetani. Kwa hiyo na tamani sasa muda ule ubaki mpaka Mungu atapopenda kunichukua. Naam. Nifanye kazi ya Mungu tu. Amina. Mungu anibariki nifanye kazi ya Mungu tu. Nafikiri sasa kwa vyovyote vile, kama nitashika mic nihubiri, kama nitakuwa sehemu ya kubeba hata maspika kwenda kunini, kwa sababu nimebeba hata maspika. Kama ni sehemu tu ya kuandaa mikutano kwa ajili ya watu wa Mungu, vyovyote atavyokuwa, lakini tu ni moyoni mwangu nijue nimefanya kazi ya Mungu. Ya Mungu. Kabisa. Mimi naunga mkono hilo. Na kazi ya Mungu ushafanya. Naam. Na umeshaanza kufanya. Naam. Maana nakumbuka mkutano ya Uislamu, wewe ndio umekuwa pale. Tumeandaa. Kusaidia mitambo zile mic nini. Hiyo mikutano ya Dr. Sule nafikiri mlikuwa na Jeff Masao. Ndio alikuwa engineer. Na mlikuwa watu wa kipaumbele sana kufanikisha. Kabisa. Kwa hivyo wewe endelea kuwa mnyenyekevu na kuomba Mungu akuonyeshe kusudi lako, na tutaendelea kuombea. Amina. Ili uweze kufanya kazi ya Mungu. Amina. Ni hivyo tu. Mungu akubariki sana. Amina sana. Pamoja na wasikilizaji. Mungu awabariki sana. Jambo la kuwatia moyo. La kuwatia moyo tu ndugu zangu ni kwamba katika maisha haya hakuna kitu cha muhimu kwanza kama cha kupigania kama imani yako. Imani ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu hii dunia tunapita, na kama tunapita tuna maisha mengine mbele. Labda kama umeamua maisha ya kwenda motoni, lakini kama umeamua baadaye upate maisha ambayo yatakusaidia, basi ipambanie imani yako, ujue ulipo ni sahihi, kwa sababu huu mwili tu utaangamia, lakini imani yako itasimama na ndio itakayokusaidia
Pia cha pili, usikate tamaa popote ulipo. Hata kama wewe una tatizo lolote ambalo unahisi kwamba umemkosea Mungu, hakuna mtumishi alimkosea Mungu kama Paulo. Kabisa. Paulo alikuwa anaua watu sana. Lakini alikuja baadaye akabadilishwa na Mungu na akahubiri Injili, na mpaka anaingia kaburini alikuwa anahubiri Injili. Kabisa. Na leo amekuwa role model wa watu wa Kristo wengi. Kabisa. Tunajivunia kwa Paulo. Na tunajifunza vitu vingi kutoka kwa Paulo. Kwa hiyo mtu asikate tamaa, hata kama kuna kitu gani unajua umeshakifanya kibao, umemtumikia shetani, Mungu bado anakuhitaji. Kristo alikuja kwa ajili ya wote ambao waliopotea, kuwarudisha kundini. Kwa hiyo ndugu zangu, unaposikia ujumbe huu usikate tamaa. Mimi mwenyewe pia na mambo yangu, na pia unaweza kuwa na mambo makubwa zaidi ambayo nilipitia mimi. Lakini wote tumerudi kwa Kristo, na wewe Mungu pia atakurudisha kwa Kristo. Amina. Amina sana. Mungu awabariki sana na Mungu akubariki ndugu. Amina, nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Tukumbuke ya kwamba Mungu anatengeleza njia pasipo na njia. Yes. Kwa hivyo haijalishi wewe uko kwa uganga kiasi gani. Mungu atatengeleza njia, utatoka ufike kwenye nuru kama ndugu alivyotoka kule. Sasa hivi ameona mwangaza. Kabisa. Wengi waliofungwa na shetani watatoka. Kristo atatengeleza njia na atawaita. Kwa hivyo jambo letu kubwa ambalo tunafaa tufanye ni kuombeana pamoja na kuwatia moyo. Amina. Na kuwainua wale ambao wameweza kuitwa na Kristo wasije wakarudi tena kule. Amina. Jambo la mwisho na ambalo labda tulikuwa tumesahau. Kwa nini ukaamua kuwa mwana matengelezo na ndugu yako ambaye alikuwa approach mara ya kwanza alikuwa Mwadventista, na kwa nini haukurudi kwa kanisa lile la kwanza la Jumapili? Kuliendaje? Wakati niko kanisa la Jumapili kule, nilikuwa nafanya kazi nyingi ambazo hizo kazi nafikiri ningetumia muda huo kusoma Biblia, nisingeendelea kukaa kule. Ni sehemu ambayo nilikuwa labda niko gizani, nasoma labda tu nasubiri Biblia utaisoma tu Jumapili pale kwenye ibada. Lakini baada hapo Biblia unaifunika. Hausomi tena, uelewi. Lakini sasa kama nilivyokuambia, nilikuwa kuna wito nausikia ndani mwangu. Yaani kama kuna kitu kinachemka ndani mwangu. Naweza kuamka nalia. Napiga magoti namuuliza Mungu nini? Yaani nalia tu. Naweza kulia hata kama nusu saa, machozi yanatoka kabisa. Unaweza kusema huyu jamaa amefiwa. Lakini sio hivyo. Kwa hiyo natamani kujua ni nini. Kwa hiyo huyo jamaa wangu nilikutana naye anaitwa Skiti, alinieleza vitu vingi sana kuhusu Sabato, lakini vikawa vimeniingia kwa sababu ni vitu ambavyo nilikuwa napenda kusikiza pia, vitu vya Mungu. Basi ndo nikaanza kusikiza mahubiri ya Ndacha. Akihubiri naandika, naenda nafungua Biblia sasa nasoma. Nikasema kumbe kule nilipokuwepo nimepotea. Huku ndio sahihi. Basi nikaja moja kwa moja kwenye Sabato na nikaja kwenye wana matengenezo, ndo nipo mpaka leo. Na yani hata mtu akija tu akisema tukae chini maandiko kwa maandiko, tutoleane hoja. Atakimbia. Nimeshaiva, namshukuru Mungu sana. Nashukuru watumishi wa Mungu. Kwa hivyo umeshawishika kwa mawazo yako ya kwamba mahali ulipo ndipo sehemu salama. Kabisa. Kwa hivyo tutengeleze matengelezo ya hakika pale. Kabisa. Mungu akubariki sana. Amina. Pamoja na wale wanaotufuatilia, muelewe ya kwamba kanisa la Mungu kipindi cha mwisho ni wana matengelezo wanaobeba mwenge ama nuru ya kuhakikisha ya kwamba inawaita watu ama inakusanya watu waweze kuamini hiyo ujumbe kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Amina. Usifikirie ya kwamba utasikia sauti ya Mungu tena General Conference. Usifikirie ya kwamba utasikia tena sauti ya Mungu kwa haya makanisa yaliyoanguka. Tunaposoma hata vitabu vya roho nabii vinadhibitisha ya kwamba Mungu atawaita watu na viongozi watoke kwa hiyo madhehebu wajiunge na wana matengelezo ama the remnant. Kwa hivyo karibuni, mlango kwa wazi. Maadamu ujumbe malaika watatu unaofunga historia ya ulimwengu unapohubiriwa na sisi wana matengelezo kipindi cha mwisho, sikieni ujumbe huo, maana wakati utafika ambapo hautasikia. Sikieni wapenzi wasikilizaji, ili muweze kuokoa maisha yenu. Amina. Tumebarikiwa sana na ushuhuda wako ndugu. Amina, nashukuru. Naamini ya kwamba pia yule ambaye anatufuatilia pale amebarikiwa kwa njia nyingine ile. Amina. Kwa hivyo mimi ningeomba tu tuweze kuombeana pamoja na kusimama imara na kuchunguza. Maana kuna watu ambao bado hawajafika kufanya maamuzi. Kuna wale ambao wana sita. Unapewa nafasi. Bado muda upo. Muda huu wa rehema. Wewe sita. Lakini usisite hadi mlango wa rehema ufungwe. Mwingine bado anapimia. Wengine bado wanafanya utafiti. Tufanye utafiti maadamu ni mchana na tuweze kuamua kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maana dunia imeisha. Kabisa. Ama unaona hii dunia imeisha kabisa. Imeisha. Mimi nilikuwepo huko mtumishi na nimepitia vitu vingi sana. Ulikuwa kwa starehe na nimesafiri sana. Kwa hiyo najua dunia nilipo sasa nayoelekea. Hii dunia haina maana. Haina yani dunia inayumba. Okay, asante.
Fanya uamuzi bora kama wakati bado ungali, na pia waweze kufanya ama kufanyia Mungu kazi ili atakaporudi ulipwe malipo ya uzima wa milele. Na ukikosa kufanya mojawapo ya hayo, basi itakuwa ni kilio kwako. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom. Amina.